Mtu ni nini? Mtu ni nafsi, mwili na roho. Kuna muda unaota ndoto unakimbizwa mbio, au unaota ndoto umeanguka kwenye shimo, au unaota ndoto uko kwenye bahari unaogelea, au unapaa. Unashangaa, nawezaje kupaa? Yule unayemuona kwenye ndoto, yule ndio wewe halisi ambaye ni nafsi. Chochote kinachotokea katika ulimwengu wa roho kinathibitishwa katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ukiota ndoto yoyote ya hatari kuhusu yule mtu katika ndoto, basi chukua hatua ya haraka, kwa sababu yanaanza kutokea katika ulimwengu wa roho, halafu yanakuja kuthibitishwa katika ulimwengu wa damu na nyama. Huyu ndio mtu, nafsi. Huu ndio mwili. Halafu hii ndio roho. Ili huyu mtu awe hai, lazima kuwepo na roho. Na hii roho ndio itakayoenda mbinguni. Hii roho ndio itakayohukumiwa. Huu ni mwili. Huu mwili baada ya mtu kufa unarudi kwenye mavumbi. Hii ndio nafsi ambaye ndio wewe sasa. Na pumzi ya hii nafsi ni roho. Yule mtu ambaye huwa unamuota kwenye ndoto anakimbizwa. Mara unamuota anapaa, mara unamuota anaogelea, mara yuko kwenye mto, mara yuko anapanda mlima, ndio huyu hapa ambaye ni nafsi. Wewe ni nafsi. Kwa hiyo chochote kinachotendeka katika ulimwengu wa roho kinakuja kudhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Huyu nafsi ndio wewe halisi. Huu mwili ni cover, kwa sababu hii nafsi haiwezi kuishi yenyewe bila huu mwili. Unanipata mpaka hapo? Ili wewe ambaye ni mwili uwe na furaha, uwe mzima, uwe na afya, lazima huyu mtu wa ndani awe na furaha. Kwa hiyo kama mara nyingi unaota huyu mtu ana huzuni, maana yake unatakiwa kuchukua hatua za kuweza kumsaidia huyu mtu wa ndani awe na furaha. Kwa sababu huyu mtu wa ndani ambaye ni nafsi ndio wewe halisi. Hili ni cover tu. Kama ambavyo tunaona simu kuna cover. Kwa hiyo hii ndio cover ambalo limekava nafsi yako. Ili huyu nafsi awe na furaha na amani, unatakiwa umlishe neno la Mungu. Rohoni zaidi kushibe. Kama utalisha zaidi mwili, manake huyu nafsi atakuwa dhaifu. Na kuwa nafsi dhaifu kutapelekea mpaka mwili kuwa dhaifu. Huyu akiwa na huzuni, huyu pia anakuja kuwa na huzuni, tena huzuni kali mno. Ndio maana unaweza kukuta mtu unamuona anafurahi tu hivi usoni, lakini ndani yake ana maumivu, ana majuto, ana mawazo, ana stress. Ni huyu hapa. Kwa hiyo huyu anatakiwa kulindwa. Unamlindaje? Roho ipate neno la kutosha. Roho inapopata neno la Mungu la kutosha, huyu nafsi anakuwa hana namna bali kuambatana na roho. Na ndiyo maana utakuta huyu mtu analeta matokeo mazuri katika mwili. Furaha, amani, utulivu na tumaini mbele za Mungu. Huyu roho asipolishwa neno la Mungu anakuwa dhaifu. Ni ngumu kwa nafsi kuambatana naye. Kama nafsi ni wewe halisi, anatakiwa kutunzwa kwa neno la Mungu, anatakiwa kutunzwa kwa maombi, anatakiwa kulishwa yaliyo mazuri. Sio kila kitu unapaswa kukisikiliza, sio kila kitu unapaswa kukitazama. Kulinda nafsi yako. Matokeo ya huyu yataleta athari kwa huyu hapa. Angalia watu ambao wanaumwa vidonda vya tumbo, angalia watu ambao wanaumwa moyo, sijui pressure, angalia watu wenye msongo wa mawazo. Ni huyu nafsi hajapata ile raha anayotakiwa kupata. Ndio maana Zaburi akasema, nafsi yangu rudi rahani mwako. Manake huyu nafsi yuko kwenye mateso. Unaota unakimbizwa, manake kuna mahali nafsi huyu amefungwa. Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili, atafanya jambo litakaloangamiza nafsi yake. Kwa hiyo ukizini, manake huyu nafsi anafungiwa na yule uliyezini naye. Yule uliyezini naye hujui anaongozwa na roho za namna gani. Kuna wengine wanaongozwa na roho za matambiko, kuna wengine ni washirikina, kuna wengine ni wachawi, wengine unazini nao sio watu.
ni majini, ni mapepo yanatembea yamevaa miili ya watu. Kwa hiyo unakuta unajiambatanisha, unaiuza nafsi yako kwa hizo roho, na ndio maana unakuta nafsi yako haina furaha, nafsi yako haina amani. Ilinde nafsi yako siku zote kwa maombi, kwa neno la Mungu. Nafsi inavyopata zaidi neno la Mungu, nafsi inajawa na tumaini, nafsi inajawa na imani. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ikijazwa neno la Mungu. Lakini ukijaza mambo ya mwilini, unaifanya nafsi kukosa tumaini, unaifanya nafsi kuwa na wasiwasi, hofu, uoga, kwa sababu yale unayoyatazama ya duniani yanakupa hofu. Vile unavyofuatilia maisha ya watu yanakujengea chuki, masengenyo, kukasirika, stress, msongo wa mawazo, kuchanganyikiwa. Unaweza ukasimama mbele za watu ukaakti kama una furaha sana, lakini ndani ya nafsi yako unasikia sisikii utulivu kabisa, sisikii furaha, kwa sababu tayari umeiuza nafsi yako katika hayo mambo ambayo unayafanya tofauti na neno la Mungu. Kwa hiyo basi, ukiona unaota ndoto zozote ambazo sio nzuri, muombe Roho Mtakatifu akupe ufafanuzi wa hizo ndoto. Ingia kwenye maombi mara moja, kwa sababu matokeo ya huu mwili yanaanzia kwanza kwenye nafsi. Wewe ni kama unaishi mara ya pili. Yule wa kwenye ndoto, huyu nafsi ndio wewe halisi. Ndoto hazitoki kwa shetani. Ndoto ni Mungu ameziweka yeye mwenyewe, na mratibu wake ni Roho Mtakatifu. Anakuletea kukupa taarifa ama kukupa ujumbe au kukuonya. Kwa hiyo anapokuonya, manake amewasiliana na nafsi yako. Unatakiwa uchukue hatua ya mwilini. Kama kwenye nafsi yako unafanya uovu, mwingine anaota kwenye nafsi yake anafanya uovu. Kwa mfano, unaota kwenye nafsi yako unafanya ngono, manake tayari una jini mahaba. Na hiyo ilitokana na nini? Na roho ya uzinzi. Kwa hiyo anza kushughulika na roho ya uzinzi na uasherati. Ingia kwenye toba, omba rehema, utoke kwenye hayo maisha ya uzinzi na uasherati, ili nafsi yako itolewe kule kuzimu, kwa sababu chanzo cha mtu kusumbuliwa na jini mahaba kunatokana na roho ya uzinzi na uasherati. Ukianza uzinzi na uasherati, unafungulia milango ya mapepo kuja kwako, na ndio yanafika hatua mpaka unakuta kama ni mwanamke yanakuoa mwanamke, kama ni mwanaume yanaolewa na wewe. Hayo majini mahaba hayawezi kupitia mlango mwingine wowote isipokuwa uzinzi na uasherati. Kwa hiyo unapooneshwa kwenye ndoto, manake Mungu anakuonesha kwamba tayari nafsi yako imevamiwa, umefungishwa ndoa na majini. Kwa hiyo chukua hatua kwenye maombi, kwenye toba, ili uweze kuikomboa nafsi yako na kuitoa katika utumwa. Ndoto hata iwe ya kutisha kiasi gani, ni Mungu anakupa taarifa yale yanayoendelea katika maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Kama utazipuuza hizo taarifa, manake haya mambo Ibilisi atapata upenyo wa kuyafanya, utakuja kuyaona yametokea katika damu na nyama. Na ndio maana ukishaota, umeota ajali, umeota kifo katika ndoto, ukiamka tu, jambo la kwanza muombe Roho Mtakatifu akuongoze, uingie kwenye maombi ya kukataa roho ya mauti, kwa sababu mauti itakuja. Ni Mungu amekupa taarifa. Hakuna ndoto ya shetani. Shetani hana uwezo huo. Ni Mungu anatuwezesha kujua yale yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, ili kama una akili na umeelewa, uanze kuharibu mipango yote mibaya ambayo shetani alikupangia kwa wakati ujao. Na nyingine unaweza kaota ukashtuka. Huo muda ulioshtuka, chukua hatua, kwa sababu inaonekana hiyo taarifa iko karibu kufika, iko njiani. Kwa hiyo ndoto ni siri ambayo Mungu anakupa, anakufunulia yale yaliyopangwa kinyume na shetani. Ndoto ni Mungu anakufunulia yale yajayo ambayo amekupangia, ahadi zake. Ndoto Mungu anazitumia kama ujumbe mahali ukikosea. Siku unajiona umeota huko umekaa na nguruwe, manake umejichafua. Mungu anakuambia umejichafua, kwa hiyo inabidi uingie kwenye toba ya kujitakasa. Ndoto hazitoki kwa shetani, hata ziwe zinatisha.
Ndoto mratibu wake ni Mungu mwenyewe kwa usimamizi wa Roho Mtakatifu. Usipuuze ndoto yoyote, kwa sababu yule wa kwenye ndoto nafsi ni wewe halisi. Yatakayojiri pale yatakuja kutokea kwenye mwili. Kama utakosa tafsiri, muombe Roho Mtakatifu akusaidie ili uweze kuchukua hatua. Penye kujitakasa ujitakase, penye kukemea ukemee, penye kutubu tubu mapema sana. Hivyo ndio inavyokwenda. Kwa hiyo nafsi ni wewe halisi. Natumaini utakuwa umenielewa. Mungu akubariki sana.